Watanzania wenzangu, nimekuwa nikifuatilia kwa makini na ukaribu sana mambo yanayoendelea hapa nchini kwetu. Hebu tusikilize kwa pamoja. Waliojifanya ni Wakatoliki washtakiwe kwa jinai ya kujifanya, impersonation. Impersonation ni kitendo au hali ya mtu kujifanya mtu fulani kwa lengo la kutaka kupatiwa huduma au uhalali ambao asingepatiwa kama asingejifanya. Ni udanganyifu wa makusudi wenye lengo la kuhadaa umma. Baadhi ya wanachama na viongozi wa UVCCM au CCM ambao ni waumini wa dini ya Kiislamu walijitokeza na kuita vyombo vya habari na hata kudiriki kufika katika ofisi ya nuncio, balozi wa Baba Mtakatifu, wakijifanya kuwa wao ni waumini wa Kanisa Katoliki na kuwasilisha malalamiko dhidi ya askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam pamoja na katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu TEC. Kitendo hiki ni impersonation. Impersonation ni kosa la jinai. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, kosa la jinai hufunguliwa na Jamhuri. Tunatoa wito kwa vyombo vya dola kuchukua hatua stahiki. Kama vyombo vya dola vitanyamaza, tutawaambia umma kuwa watu hawa walitumwa na watu wasioguswa na vyombo vya dola na kwamba vyombo hivyo vilielekezwa kuwalinda na kuwapa kinga. Haiwezekani watu wa dini moja kuutwaa utambulisho wa dini nyingine ili kuwafedhehesha viongozi wake. Hili haliwezi kuvumiliwa. Hebu fikiria Wakristo wakijifanya Waislamu na kuwafedhehesha viongozi wa dini ya Kiislamu. Sisi maaskofu tunatoa wito kwa Wakristo wote na Waislamu waliokerwa na vitendo hivi kuungana kushinikiza haki itendeke, la sivyo wahusika wajitokeze tena kwa vyombo vya habari na waombe radhi kwa kujifanya Wakatoliki. Mda Rimaros. Uchambuzi wa kina sana wa kisiasa. 1. Huu si ujumbe wa hasira, ni waraka wa kisiasa uliofikiriwa. Kisiasa, maandishi haya hayajaandikwa kwa jazba, bali kwa mkakati. Yamejengwa juu ya nguzo 3: sheria, impersonation kama kosa la jinai, uwajibikaji wa dola, hatari ya siasa ya kutumia dini. Huu ni waraka unaolenga kulazimisha mfumo wa dola kujitazama kwenye kioo, si kushambulia dini wala wananchi wa kawaida. Kanisa kama taasisi ya madaraka ya maadili. Katika siasa, kuna aina mbili za mamlaka: mamlaka ya dola, polisi, jeshi, serikali; mamlaka ya maadili, dini, wazee, wanazuoni. Kanisa Katoliki lina mamlaka ya aina ya pili. Linaaminika na maskini, wanyonge, wasomi, vijijini na mijini. Ndiyo maana kisiasa, kanisa halipigwi hoja, linapigwa hila. Impersonation ni kuwa mbinu ya kupunguza uhalali wa viongozi wake, kuonyesha kana kwamba kuna mgawanyiko wa ndani, kuua nguvu ya sauti ya maadili. Impersonation ni siasa ya uongo uliovaa sura ya uhalali. Kujifanya Wakatoliki hapa ni siasa ya kiwango cha juu cha udanganyifu. Kisiasa inafanya mambo manne kwa wakati mmoja: inadanganya umma, inaharibu taasisi lengwa, inawapa wahusika uhalali wa bandia, inatengeneza simulizi ya uongo, false narrative. Hii ni mbinu inayotumiwa na tawala au makundi pale yanaposhindwa hoja, yanapokosa uungwa mkono wa kweli, yanapohitaji kuhalalisha mashambulizi. UVCCM au CCM na siasa ya mikono isiyoonekana. Kutajwa kwa wanachama wa chama tawala kisiasa ina maana kubwa. Inaashiria proxy politics, inaashiria kazi chafu kufanywa na watu wasio rasmi, inaepusha wahusika wakubwa kuwajibika moja kwa moja. Hii ni siasa ya tuma vijana au wanachama, dola ibaki kimya. Maandishi haya yanavunja pazia hilo kwa kusema, mkikaa kimya tutataja waliotuma.
Hii ni kauli nzito sana kisiasa, ni tihisho la uwajibikaji wa hadhara. Dola na ukimya. Ukimya kama msimamo wa kisiasa. Kisiasa hakuna kitu kinachoitwa ukimya usio na maana. Vyombo vya dola vikikaa kimya, vinatoa ujumbe wa kulinda wahusika, vinahalalisha kosa, vinapoteza uaminifu wa umma. Maandishi haya yanaweka dola kwenye kona ngumu: ichukue hatua, ikubali kuna tatizo; ikatae kuchukua hatua, ikubali kuna ulinzi wa kisiasa. Hii ni presha ya kisiasa ya hali ya juu. Hatari kwa taifa: siasa ya utambulisho, identity politics. Hili ndilo onyoa kubwa zaidi. Ukiruhusu dini kutumiwa kama mavazi ya kisiasa, utambulisho kuchezewa kwa faida ya muda mfupi, unatengeneza taifa linaloishi kwa fitina, mashaka, migawanyiko. Leo ni dini, kesho ni kabila, kesho kutwa ni eneo. Hapa ndipo nchi nyingi huanza kuporomoka kimya kimya. Busara ya mwisho: wito wa muungano wa wananchi. Kisiasa, sehemu ya mwisho ya maandishi haya ni ya busara kubwa sana. Haiwageuzi Waislamu kuwa maadui, haitengenezi vita ya dini, inawatenganisha wananchi na waharibifu. Wito wa kuungana kwa Wakristo na Waislamu unaua mkakati wa wachochezi, unalinda mshikamano wa taifa, unahamisha mjadala kutoka dini kwenda haki versus udanganyifu. Hitimisho la kina: kwa ujumla, huu ni waraka wa kisiasa wa tahadhari, onyoa kwa dola, utetezi wa taasisi huru, kinga dhidi ya mgogoro wa kidini. Ujumbe wake mkuu ni mmoja: ukiruhusu uongo uvae dini leo, kesho utaruhusu dola ipoteze uhalali wake. Je, mwenzangu, umejifunza nini?